Bwana Doyo, tunaye nani sana leo? Ndio katibu mkuu wa NLD. Ndio. Doyo Hassan Doyo. Na leo kama ambavyo nimesema tunaambamba kwenye siasa tu za NLD na mengineyo. Vipi baada ya uchaguzi mkuu chama kinaendeleaje? Pilika ndani ya chama zinakwendaje? Baada ya uchaguzi mkuu bwana, kidogo watu walipoteana kwa sababu matarajio yetu yalikuwa makubwa, kwa sababu tulijipanga vizuri. Kama mmefuatilia kampeni, mimi ni miongoni mwa wagombea ambao nilimaliza nchi nzima, mikoa 27 ya bara na mikoa ya 5 ya Zanzibar. Na mapokeo yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo tulikuwa na matarajio matatu: kama nitakosa mimi tutapata wabunge wa kutosha, kama tutakosa wabunge kabisa tutapata madiwani. Lakini tumefanikiwa kupata diwani mmoja tu kati ya madiwani ambao tumesimamisha nchi nzima pale mkoa wa Arusha, kata ya Daraja 2 pale Site. Tumepata diwani mmoja pale. Kwa hiyo baada ya pale kidogo vichwa havikukaa vizuri. Kwa hiyo mwezi wa pili mwaka huu tukafanya kikao cha kwanza cha kamati kuu kwa ajili ya kuzungumzia hali ya uchaguzi na mambo mengine. Lakini kutokana na ile hali ambayo imetokea ya tarehe 29, hatukuweza kutoa maazimio nje ya nini kilitokea kutokana na ile hali, kwa sababu kidonda kikiwa kibichi huwezi kumwaga ndimu na pilipili. Tukaona tutumie busara, twende na maazimio ya ndani ya chama ambayo ni kuhuisha viongozi wetu, kwenda kuwapa moyo na kuwainua wasione kwamba ni jambo ambalo hatuwezi kufanikiwa miaka ijayo. Kwa hiyo tulifanya hiyo kazi na jana tumeanza kikao cha kamati kuu cha pili baada ya uchaguzi mkuu kwa ajili ya kufanya tathmini yale ambayo tuliyaendea, ambayo tumeasisi mwezi wa pili baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sisi tunaendelea vizuri na siasa zetu ndani ya chama. Hebu kidogo Doyo tusafirishe kidogo kabla tujaanza kuzungumza mambo mengine. Mimi ningependa kidogo kwanza watu waelewe NLD. Maana mimi naikumbuka wakati mfumo wa vyama vingi wa siasa unaanza hapa Tanzania, ni kweli moja kati ya vyama vya awali kabisa kama nilivyosema iko cha 6 kupata usajili. Na NLD hakuna uchaguzi mkuu ambao hawajashiriki. Kama nitakuwa nimekosa tunisaisha. Tangia mfumo wa vyama vingi umeanza rasmi, wameshika bila chaguzi zote. Kama wamekosa labda moja ama mbili, sina hakika. Moja ama mbili. Hebu tuambie sasa hivi ni chama kikongwe. Lakini ukiangalia katika vyama vya siasa ambavyo vinafanya vizuri Tanzania, NLD uioni, na hiyo ni wazi. Kwa sababu hata ukiangalia wengine, hata ukiangalia dalili zao za kula mara nyingi wanazopata kwenye urais, wengine wamebadilisha kupata wabunge wengi tu na kadhalika na kadhalika. Na ukiangalia mikutano yao na mara nyingine hata nje ya kampeni za kisiasa wakiwa wanafanya harakati za kisiasa, unaviona vyama vinatokeza. Kama sasa hivi unaona kuna chama kiko huku na kadhalika. Lakini NLD tuioni. Unaionaje NLD? Kwa nini haitokezi namna hiyo? Ni chama kikongwe. Na vivyo utuambie kidogo kwenye daftari lenu la wanachama, mna wanachama wangapi pengine tuanzie hapo. Na mmeshawahi kushika katika hizi harakati za kugombea, mmewahi kupata nafasi mara ngapi aidha katika ubunge na udiwani? Kama mmetuambia diwani moja safari hii, tupe kidogo hapo alafu tukae tuwazungumze mambo mengine. Jambo zuri watu kufahamu nini kinaendelea ndani ya chama. Ni kweli siasa ya nchi hii inahitaji fedha. Ukizungumzia mikutano ya hadhara, mkutano mmoja mdogo ambao unaweza ukaandaa sehemu ya wilaya tu ni zaidi ya milioni 1, mdogo kabisa. Acha hii ya mikoani ambayo ina majukwaa makubwa, ina mamiziki, ina address makubwa, milioni 3-4 ndio unaweza ukafanya mkutano. Sasa kwa chama ambacho hakina ruzuku huwezi ukakiona. Na nyinyi mnasikia kuna vyama vina wafadhili mpaka nje. Kwa hiyo wao wana hizo njia za kufanya mipango mpaka wanapata pesa nyingi nje kwa ajili. Kwa hiyo masuala kama hayo ya mikutano na kujitokeza mara kwa mara kwao sio tatizo, kwa sababu shughuli zile zinahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo chama chetu baada ya usajili hakikuwahi kupata uwakilishi lakini wabunge, lakini madiwani kiliwahi kupata. Mfano mkoa wa Kagera tulipata madiwani 3, Masasi tulipata diwani mmoja ambao ni alizaliwa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kwanza ndugu Makaidi. Kwa hiyo kinapata nafasi kutokana na udogo wake. Yaani kila mbuzi anakula kutokana na urefu wa kamba yake. Kwa hiyo tumeshiriki matukio ya kisiasa na tumefanikiwa.
Kwa hiyo hayo masuala ya kujitokeza mara kwa mara ni approach ya chama chetu. Chama chetu sio chama cha kucheza na majukwaa. Chama chetu ni chama ambacho kinaangazia mambo mengi ya msingi. Mfano, mwezi wa 8 mwaka jana tulikuwa mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania walime kisasa, wasilime kwa mazoea. Na tumefanikiwa, tumetembelea maeneo mengi, na ukienda Songea, ukienda huko mapolini utasikia taarifa zetu kwamba tumewahi kufika kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania waweze kulima kisasa, waweze kupata mazao. Na safari hiyo wamevuna sana. Rekodi inaonyesha wamevuna sana safari kwa sababu tumefanikiwa kwenda kufika. Kwa hiyo sisi unaweza usituone kama wenzetu wanavyoonekana katika madai mbalimbali, lakini tunafanya kazi ya wananchi na ni kazi bora sana. Kazi ambayo tunafanya sisi unaweza ukaitafuta kwenye vyama usikute, kwa sababu wenzetu wanazungumzia masuala yanayowahusu wao kama viongozi wa kisiasa. Sisi tunakwenda kufanya masuala yanayowahusu Watanzania. Hii ndio tofauti kati ya NLD na vyama vingine. Aliuliza idadi ya wanachama ambao tuko nayo. Kwanza, ili uweze kustruggle kwenye usajili wa vyama vya siasa, lazima uwe na register ya wanachama kila mkoa 250 katika mikoa 17. Hii ni kwa mujibu wa sheria. Hao tunao, lakini wanachama ambao tunao kwenye database ya chama ni wanachama wasiopungua 480 wenye kadi za chama ambao wanalipia ada. Kwa hiyo tuko kwenye jitihada, hata vikao vyetu hivi vya tathmini ya chama, miongoni mwa kazi ambao tunaenda kuzifanya kuhakikisha kwamba tunaongeza wanachama wawe wengi zaidi katika maeneo, kwa sababu uchaguzi wa serikali za mtaa unahitaji wanachama wengi sana. Kuna zaidi ya vijiji 12,000, kuna zaidi ya mitaa 8,000 nchi nzima. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kupata wanachama ambao wanaweza wakapata nafasi za kugombea katika chaguzi zijazo. Kwa hiyo tunaendelea na mapambano kuhakikisha tunapata wanachama. Lakini kitu ambacho nataka niwafahamishe, tangu mfumo wa vyama vingi uanzishwe nchi hii, hakuna chama ambao kimenufaika na wanachama wake katika kupata nafasi za uongozi hata kimoja. Wala hakuna Mtanzania aliyechaguliwa kuwa mwakilishi kutokea chama chochote cha siasa kwa kutegemea sera chama chake. Ila tafiti ambazo tumefanya, kila uliyemuona kapata nafasi chama chochote cha siasa bila kukitaja, ni yeye nguvu yake na mtazamo wake kwa watu, lakini sio sera za chama chake. Kwa sababu Watanzania kwa tafiti hawasomi sera. Kwa tafiti hawasomi sera. Kwa hiyo ukiona mtu kachaguliwa usiseme ana sera nzuri, yeye anakubalika. Mfano, kuna mwanasiasa anaitwa Zito, wakati anawashinda CCM pale Kigoma, anatoka chuo kikuu. Wamemjua saa ngapi kwamba ana sera nzuri? Lakini yeye kwa sababu ni mtu maarufu kule kwao na watu wanamfahamu uwezo wake, wamempigia kura nyingi sana, kwa mara ya kwanza akashinda akawa mbunge. Kwa hiyo wanachama wa chama cha siasa hawana mahusiano na chama kupata nafasi ya wakilishi katika serikali. Sawa, wewe ulipata fursa ama uliteuliwa na chama kuwa mgombea urais kupitia NLD. Sasa utatuambia, kwa sababu chama hakina ruzuku. Mimi nilikuwa natamani kujua kampeni zenu mlikuwa mnazifanya kwa namna gani, kwa sababu tuliona baadhi ya vitu mliwezeshwa kama gari kwa ajili ya kuzunguka nchi nzima, lakini pengine pesa za ziada ama uwezeshaji wa ziada kwa ajili ya kuzunguka nchi nzima na kunadi kampeni zenu na sera zenu, pesa mlizitoa wapi? Na baada ya uchaguzi mkuu sasa, pengine mnaendelea kuendesha vipi chama wakati chama hakina ruzuku na hakina pesa? Swali zuri sana. Cha kwanza, wakati tunaingia kwenye uchaguzi, binafsi nilijiandaa. Tulifanya utafiti ili uweze kufanikiwa kwenye uchaguzi uwe na shilingi ngapi. Ili uweze kufanya kampeni zenye maana usipungukiwe na bilioni 5 zisipungue. Yaani hapo ndio unaweza ukaonyesha ule mshipa wa uchaguzi. Kwa maana umewezesha wagombea ubunge, magari, umejiwezesha mwenyewe na msafara wako, mikutano ya hadhara pamoja na mambo mengine yanayohusu kampeni. Bilioni 5. Mimi kwa upande mwingine ni mchimbaji, sio mfanyabiashara, ni mchimbaji wa madini. Hata hapo nilipoingia nimekuta hiyo dolomite, nikamwambia yule aliyenipokea, haya madini mimi nachimba haya na migodi.
Kwa hiyo nilijiandaa binafsi kwa sababu chama kina ruzuku, na ukisoma sheria ya gharama za uchaguzi kuna fomu mnajaza kabla ya uchaguzi kwamba unataraji kutumia shilingi ngapi kwenye kampeni na utapata wapi fedha hizo. Kwa hiyo kwenye ile fomu unajaza milioni 200 Doyo Hassan Doyo, unaruhusiwa kuonyesha ofisi ya msajili kwamba utatumia kiasi gani. Bwana Zembwela anachangia milioni 20. Unaorodhesha vile vyanzo vyako, alafu unapeleka ile fomu kwa msajili wa vyama vya siasa, ni gharama ya shilingi ngapi utakayotumia. Kwa hiyo baada ya kusoma zile sheria, mimi binafsi nilijiandaa kabla ya mkutano mkuu. Usianzie kwenye uchaguzi, kwenye mkutano mkuu wa kuja kuniteua mimi nimechangia ule mkutano mkuu. Katika milioni 55 mimi nichangia milioni 17 kwa ajili ya mkutano mkuu wa uteuzi. Na nilikuwa peke yangu. Kwa hiyo sio kwamba nilitoa ule mchango ili nichaguliwe, nilikuwa peke yangu kuwezesha chama kifika kwenye mkutano mkuu. Mwenyekiti wa chama kutoka Zanzibar alichangia milioni 10. Na wanachama wengine walituchangia mpaka tumefanya mkutano mkuu. Kwa hiyo sisi tunaendesha siasa za chama chetu kwa kutegemea nguvu zetu wenyewe. Na vyama vingi vinafanya hivyo kwa sababu sisi hatuna mfadhili wa ndani wala wa nje. Bora wenzetu wengine wanapata fedha mpaka zinarudishwa kwa kukosa matumizi nje. Sisi hatujawahi kupata hiyo fursa ya kupata mfadhili wa ndani wala wa nje. Lakini juzi kwenye uchaguzi tulipata mfadhili anaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kutupa magari, na walitangaza wazi kwamba tunawapa wagombea waweze kufika kwenye maeneo mengi, wasipate visingizio kwamba hawana nguvu na walitupa pamoja na mafuta mpaka mzunguko wetu namaliza. Na mimi gari ile niliopewa nimeitumia imefika kilomita 21,000. Yaani wakati nairejesha nasema wewe umeichakaza gari. Kilomita 21,000 nimetembea. Ulishairudisha? Mimi nimerudisha baada ya rais kuapishwa kwa sababu sikuwa na maelekezo kwamba nibaki nayo. Kwa hiyo baada ya rais kuapishwa Dodoma, nikaandika barua ya chama, nikawakabidhi gari tume. Mimi nimerudisha siku zile sikuwa nayo kwa sababu nienda na gari yangu. Nilipomaliza zile shughuli za uapisho wa rais, mimi nikarudi na gari yangu. Kwa hiyo nikakabidhi. Lakini pia nimewashukuru kwa sababu iliongeza nguvu ya msafara wangu. Mimi nilikuwa na gari 3. Nilikuwa na Hiace, nikawa na ile ya tume na Nissan Patrol ambayo nilikuwa yangu. Kwa hiyo nilijiandaa binafsi na ule uchaguzi. Hata kama nisingepata msaada wa tume ningemaliza kampeni. Kwa sababu tulifanya bajeti ya kawaida ndogo ambayo haiwezi ikafika hata milioni 200. Kwa hiyo ilituwezesha hiyo bajeti ndogo sisi kustruggle kumaliza kampeni zetu, na hatukupata msaada sehemu yoyote zaidi ya gari ya tume na mafuta. Na mafuta walikuwa naweka kwenye gari yao tu, na hawampi hela dereva. Kama mnaenda Songea, mkifika Morogoro pale kuna eneo la mafuta ya serikali wanaweka, mnapiga mkifika Mbeya hivyo. Kwa hiyo hawajawahi kupokea hela cash kwamba ni ya mafuta, ila kila gari ikikufuata iko full. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba nilipata huo uwezeshwaji. Nashukuru sana kwa sababu tumeongeza ule msafara, umekuwa na thamani kubwa kwenye kampeni. Tulikuwa na gari 3 tu, lakini tulifika mikoani kuna baadhi ya wagombea walikuwa na nguvu, wana magari, tunaungana. Ilikuwa ni msafara mikubwa, na kimsingi kampeni hizi nimefanya kwa sijapata shida sana. Lakini hazikuwa kwa ukubwa kwa sababu maandalizi ya mikutano yanahitaji fedha kubwa uweze kufanya mkutano mzuri. Yaani ukiona mkutano ule mtiti ule kabisa, maandalizi peke yake sio chini ya milioni 2-3. Hapo hujakusanya watu, hujafanyaje. Na vyama vinakusanya watu, usione wanakusanya watu. Vingine kwa siri. Lakini hakuna mwananchi wanaoweza kuja uwanjani wakajaa Jangwani from nowhere. Nakwambieni mimi mwanasiasa, wote wanajuana, ukuja pale wanajuana. Hakuna mtu ambaye, yani ukikaa hapa watu 3 unakuta wanaongea. Kwa hiyo bwana Doyo unasema kwamba hivi vyama vikiwa vyote ambavyo vinaona vina watu wengi wamebebwa wote? Wanabeba. Unaweza ukashuhudia hilo? Sio swala kushuhudia. Hilo siko tayari, isipokuwa kuna organization pale chini kwenye mata. Lakini si kawaida chama kuwa na organization kwa hamasishana kutokea chini. Sawa, ndio nasema, yani from nowhere uweze kukuta Jangwani pamejaa.
nakupeni mimi, lazima kuna organization fulani ambayo inafanyika. Chama ni organization. Ndio. Mpaka tawi. Sasa hamasa ikianza kwenye tawi inakuja kwenye shina. Hiyo tunaita hamasa, tunaita hamasa. Kwa hiyo ni kwamba hapo hujafanya hamasa hiyo inaitwa hamasa, lakini hamasa yenyewe ni kuna namna fulani ya kuweza kuwasogeza watu kwenye eneo. Kwa hiyo pia hili ni gharama. Hawapewi fedha wanaoletwa, lakini kuna organization fulani ambayo ina push ili watu waweze kufika pale. Hawezi kukaa pale watu Jangwani pale pamejaa alafu wako wenyewe, hapana. Kipindi tuko kafu ilikuwa tunaona tuna mafusa natoka Temeke na ni wanachama, sio kwamba wamepewa fedha. Mangine anatoka Tandika, mengine anatoka Kawe, yanakwenda Jangwani pale, anaondoka, watu wanashuka. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo zile ni gharama. Sasa mtu anakuambia kwamba hatusombi watu, sawa, husombi watu, lakini sisi tunajua kwamba kuna namna fulani ya kuweza kuwasogeza wale watu, na ni gharama, kwa sababu huyo katibu wa tawi anayefanya hiyo kazi anasafiri wakati anafanya hizo movement. Kwa hiyo huwezi wewe ukatangaza mkutano hapa Kawe halafu pekasi ile ishone kwa sababu ya watu wana mapenzi na hicho chama. Tanzania hiyo hakuna. Hata chama hiki nini kina wakwamisha kuinuka kama ambavyo vyama vingine vimeinuka? Ni mipango yenu ya kutafuta pesa na kuzipata, ama ni namna ya organization zenu kuweza kuangalia fursa kutoka nje? Juzi kati hapa kilikuwa chama kimoja cha nani hawa? Cha nani wanaitwa walioinuka juzi wanagombania gari sasa hivi? Chauma. Chauma wamekuja hivi karibuni hapa na wameonekana wana nguvu na mikutano yao mingi tu ambayo huenda wewe una address hapo kama vile ni kukosekana kwa wafadhili na fedha. Je, ninyi hiyo organization yenu imeshindwa kutafuta vyanzo vya hela vingine kuweza kuwasaidia kupata huo msukumo wa kuja huku juu? Ili la kwanza. Lakini la pili, kumekuwa na tetesi, na hapa sasa uwaweke vizuri wa Tanzania, kwamba vyama hivi ambavyo vinalalamika havina hela, kwamba vinakuwa kama machawa hivi wa chama kikubwa ambacho kipo hapa nchini, na mmekuwa weza mkipokea ruzuku na mafungu hivi na maelekezo ambayo yanawasababisha nyinyi mshindwe kufurukuta hivi katika baadhi ya maeneo. Ukweli wa hili ukoje? Swali zuri sana, na nimefurahi sana na hili mweke kumbukumbu kwa wanasiasa wengine na vijana wetu. Hizi tunaanza na hili tuhuma kwamba ni machawa. Wanasiasa wa Tanzania kazi yao ni kubandikana tu matuhuma. Nakumbuka mimi nilikuwa kafu, nilikuwa mjumbe wa baraza kuu wakati yalipotokea mauaji yale ya Januari 27. Kulikuwa na hali ngumu sana Zanzibar. Watu hawazikani, hawasalimiani. Maisha ni magumu kwa kifupi. Wakati tuko kwenye baraza kuu la uongozi, sisi tukamshauri Maalim Seif kwamba wale ndugu zetu maisha yameshaharibika, hawazikani, mwezi wa Ramadhani watu hawashirikiani, basi la mwana CCM kafu hapandi, duka la mwana kafu CCM ende kununua. Tunafanyaje? Sisi tukatoa ushauri kwamba tutafuteni suluhu itakayosababisha Wazanzibari waishi maisha mazuri. Akatuuliza katibu mkuu wakati ule, Watanzania watatuelewa? Tukamjibu tukamwambia sisi hatutaki wakuelewe, tunataka wale waishi vizuri, kwa sababu sasa hawazikani. Mtu anadondoka hapo akafu, anadondoka hapa CCM, nenda bila kujua nani atatuelewa. Maalim Seif akaanzisha mazungumzo na Mangula kwa ajili ya kuwanusuru Wazanzibari, ukaitwa muafaka wa kafu na CCM. Nini kilitokea? Chadema sitaki kuwazungumzia kwa sababu hawapo na sitaki nieleweke vibaya. Wakatuhumu kwamba Maalim Seif amepewa fedha alegeze msimamo. Sisi tukatetea ile hali kwa sababu tulijua tumeasisi jambo la kuwanusuru Wazanzibari. Lakini Hamad Rashid alikuwa mbunge na kiongozi wa upinzani bungeni. Aliitwa chawa kwa sababu ya kusimamia maazimio ya baraza kuu la muafaka kati ya CCM na kafu. Na Hamad alikuwa mjumbe kwenye kamati ile na Shaibu wa Kwilombe
upande ule wa Kafu na Ismaili Jusa na Ahmad Rashid na Maalim Seif wanne, na kule CCM yuko Mangula, yuko Masumbuko la Mwai, yuko Kingunge Ngumbalumwilu, yuko nafikiri Masauni aliyekuwa nani huyu alikuwa mambo ya ndani Amel na Mzee Mapuri, ndio walikuwa kwenye upande wa CCM. Sisi tukatetea ule msimamo kama chama kwamba hapana, sisi tumekwenda kwa maslahi ya Watanzania ambao hawazikani, lakini tulibandikwa tuhuma kwamba Kafu wamepewa fedha na ni chawa wa CCM. Tunakuja hapa, Zitto alipopata mtihani wa kuondolewa kwenye chama, alitwishwa hili zigo kwamba Zitto ni pandikizi la CCM anayepeleza Chadema, wakamfukuza wanachama akiwa mbunge. Twende hapo, juzi wanataka kumuondoa Mbowe, katwishwa huo mzigo kwamba huyu ni chawa wa chama cha. Kwa hiyo kamekuwa kama ni katuhuma fulani kakumharibia mtu ili aharibikiwe kwenye gemu ya siasa. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sababu ukiangalia rekodi kwa wanasiasa waliopo, mimi ni senior. Mimi niko kwenye siasa tokea mwaka 93. Ukiwaangalia waliopo wote walikuwa vijana wanaingia kwenye siasa, mimi wanikuta tayari ni mwanachama wa chama cha siasa na ni kiongozi. Kwa hiyo kwa sababu nafahamu hizo siasa, hawa vijana wamepatikana kwenye mitandao ya kijamii, ndio wanajiunga huko. Wengine hawana kadi za vyama vyao, ni washabiki tu wa mtu fulani. Mimi hizi hazinistui. Kwa hiyo hizi tuhuma nimetaka niweke rekodi kwamba hazikuanza leo nyinyi kusikia, labda kwa sababu viti hivi vya utangazaji ndio mpo nyinyi, lakini hizi zina nusu karne sasa, zina zaidi ya hii miaka yote ya upinzani. Mtu akitaka kuchafuliwa anapigwa. Nauliza swali sasa kwa Watanzania, ukubwa wa CCM na ukongo wa CCM kumtumia NLD ambaye ana diwani moja inaingia akilini kwa faida gani? Ili afanyeje? Kwa wataalamu walioko CCM, kwa wanachama walioko CCM, Doyo wa NLD ana uwezo gani wa kuisaidia CCM kujibu tuhuma zake katika nchi hii? Kwa hiyo utaona ni hoja ambazo hazina mashiko, na kama tunapata mafungu, si ndio tunakuwa sasa tunajibalaguza kufanya mikutano kwa sababu tuna fedha? Yani hata kama unatumiwa sasa, kama unapata fedha, at least basi swali la hando lingeonekana sasa. Na Doyo yuko Andeni anafanya mikutano, yuko Arusha, si unapata fedha, unapata mafungu ili uwe chawa gani? Akapata kampeleka kwenye uchimbaji Doyo. Sasa unapata unapeleka kwenye uchimbaji. Chama hiki sasa hakina wanachama, ni wewe tu unatizama unafanya unachotaka. Mimi ni mchimbaji tokea mwaka 1999. Wakati huo hata kwenye Kafu mimi ni mwanachama wa kawaida, sio kiongozi. Nachimba madini mimi, nimeanzia Mtupweshi Msumbiji, nikaja Nalasi hapa Tunduma, na hapa wapi? Hapa Nalasi iko wapi Salma? Iko Tunduru. Nimechimba pale mi Alexander Light. Nimetoka hapo nimekuja kuchimba madini ya gypsum Kilwa. Sasa wewe ni mimi nichukue hii hela ya upambe nikachimbie madini wakati nina miaka zaidi ya 35 kwenye kazi ya madini? Mimi nakisaidia chama, natoa michango ya chama, alafu CCM wanipe fungu nikaweke kwenye madini. Mimi na biashara ambazo nafanya kabla sijaingia kwenye siasa. Kwa hiyo hizi tuhuma za kwamba ni machawi tuisaidie CCM hazina mandi, kwa sababu hazikuanza kwetu sisi vyama au hazikuanza kwangu. Hii ni tuhuma kwa wanasiasa kupakaziana. Yani wakishaona wewe kwao ni tatizo katika baadhi ya hoja, wanakupa hii uonekane huna maana. Lakini niwafahamishe tu, hii tuhuma huwa haifanyi kazi, kwa sababu ukiwa na wagombea wazuri chama chako kwenye maeneo husika na shinda. Sisi tumeshinda Arusha mjini, katikati ya jiji, na tuhuma zao hizi. Kwa hiyo wananchi wala hawana habari na hizi tuhuma za wanasiasa wenzetu katika kutamka. Ukifika kijijini, mimi naishi Andeni, kuna kijiji pale kutoka barabara lami pale Kabuku mpaka kijiji fulani kinaitwa Chogo, kilomita 12. Hakuna vyama vya siasa, kuna wenyeji tu. Mimi naambia mtu agombee kwa sababu ananijua. Sasa wewe utaniita mimi chawa, kule watakusikiliza? Kwa hiyo ni vyama viache hizi tabia za kupachikana majina mabaya, kuharibiana sifa, hazina msingi, kwa sababu unajiuliza maswali, unakuwa chawa kwa nani yani? Yani si bora ningekuwa chawa wao, kwa sababu CCM wana miaka zaidi ya 60
kwenye madaraka, halafu akawe na chawa Doyo ambaye ana diwani mmoja, haingii akilini. Yani wao wanachosema kwamba vyama vyenu vinatumika kusafisha njia ama kubariki ajenda ambazo vyama vingine wamezipinga kwa kupewa bahasha kidogo, na mmekubali ile kutokana na hali ya vyama vyenu kuwa duni. Sasa ndio hapo mimi nigeuke mwandishi, kama hoja gani mfano, ili niweze kutoa ufafanuzi mzuri, kama hoja gani yani wanazosababisha katika nyakati kadha kadha wamekuwa wakionekana kama wao vyama vingine vikiwa na msimamo hiki kisifanyike, ninyi mnaonekana kama mmenunuliwa hivyo machao, mnasema umeona sasa umeona swali limekaa vizuri. Sasa natoa elimu, maana ya demokrasi ni nini? Basi tutakuwa wote mbuzi, kwamba zikaenda kunywa saa 8 mchana zikitolewa kwenye zizi mbio kwenye kisima. Sisi ni binadamu na kila mtu anawaza. Sasa ili mimi niwe nina akili nikufuatewe mawazo yako, kweli jamani? Sikuoneana huko. Yaani mimi nionekane nina akili sio chawa, nifuate mawazo yako wewe ndio sasa nina akili. Maana ya kuwa na chama ni nini? Tungekuwa na chama kimoja basi. Elimu yao ndogo ya kutambua huu ni mfumo wa vyama vingi na ni mfumo wa demokrasi. Demokrasi ni uhuru wa mawazo ya kile mtu anaona ni sahihi. Kwa hiyo kama mimi sijaona swala lako ni sahihi ndio nipachike jina la uchawa, ni akili tu ya hovyo ya mtu kuamini mtu ambaye hakufuati mawazo yako ni chawa. Hii ni demokrasi brother, waelezeni kwamba huku niko tofautiana kwa mawazo. Kwa hiyo mimi silazimiki kufuata wazo lako wewe ili nisiitwe chawa. Sawa. Sasa Doyo, sasa hivi ajenda yenu kuu ni ipi ambayo mnakwenda nayo, mnatembea nayo? Ajenda yetu kubwa sisi ni kuhakikisha kwamba nchi inabaki salama kutokana na kadhia zilizotokea. Sasa ajenda hii hatuwezi kuizungumzia vichochoroni, tunaizungumzia sehemu kama hizi. Tumetoa jana wakati tunazungumza kwenye kamati kuu, wakati tunafungua kikao, tumeambiwa na chama wetu wasishiriki katika chokochoko zozote zinazoitwa maandamano ya wanaharakati kwa sababu hayajafuata taratibu, yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kuna chama kinashabikia. Ukipita kwenye akaunti za viongozi wa vyama vya siasa wapo wanaoshabikia swala la tarehe 7. Sisi NLD tunasema wanachama wetu na Watanzania wasisogee katika hizo harakati za maandamano ya tarehe 7. Kwa kutoa kauli hii, kama nitaambiwa chawa, mimi nafurahi kwa sababu nazungumzia amani ya nchi yangu, na hilo jina haliniumi kwa sababu siku miaka 20 ijayo hapa kwenye kiti atakaa kiongozi mwingine na hapo atakaa mtangazaji mwingine, halafu mtamwekea hotuba yangu kwamba mimi nilikuwa nazungumza na Watanzania waweze kulinda usalama wa nchi katika chokochoko za tarehe 7. Na mwingine wekeni hotuba yake ya kusema tarehe 7 kinawaka, tuone huyo mtu atamuona nani mwenye akili. Aliyekuwa anasema tarehe 7 lazima tugawane mbao, na Doyo anayesema tarehe 7 wananchi wasijitokeze kwenye maandamano kwa sababu yanaweza yakahatarisha usalama wa nchi. Hapo watapima wao miaka 20 ijayo. Na tunapoishi tusijitizame sisi na interest zetu, tuangalie taifa miaka 20 ijayo. Taifa hili kwa kauli hizi litakuwa katika eneo gani? Ni juzi tu Rwanda mwaka 93, kauli za wanahabari na viongozi wa kikabila zimewaingiza katika mauaji ya kimbali. Leo wanaponya majeraha yaliyomaliza watu zaidi ya milioni 1. Mimi siwezi kuwa katika rekodi hiyo. Kama hali hiyo itasababisha niitwe chawa, miaka 20 ijayo niitwe, lakini siwezi mdomo wangu kutumika kuzungumza swala ambalo linaweza likahatarisha usalama wa taifa langu. Hilo la mwisho. Lakini la pili, msukumo wetu wa kupata fedha. Katika kikao chetu bwana, tumeamua tunakwenda kulima mazao ya biashara kwa ajili ya kupata fedha. Na jana tu kwa rekodi nzuri, wajumbe wa kamati kuu wamechanga milioni 6. Na hapa bahati nzuri haka kakaratasi sikujua nitaulizwa swali hilo, nimekuja nao kwa sababu nilikuwa nikitoka hapa nenda kwenye kikao. Huyu hapa mwenyekiti wa chama, huyu hapa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, huyu hapa ni mimi, huyu hapa ni. Kwa hiyo viongozi wale wa kamati kuu wamechanga jana, tumekusanya shilingi milioni 6 na tunataka tupate milioni 10 kwa ajili ya kwenda kwenye kilimo cha maharage na sio kilimo kile cha kutumia
Mvua ni kilimo cha umwagiliaji. Naenda kulima. Tunaenda kulima eneo. Chama kinaenda kulima. Ndio. Kusikia chama kinalima. Kwani chama ni nini? Chama cha siasa kinakuwa jina mashamba tena. Kinatafuta fedha kwa ajili ya kufanya siasa. Kwa kulima. Ndio. Bila amini kabisa vyama vya siasa vinaendeshwa kwa michango na kujitolea kwa wanachama, madau na marafiki wengine. Na ruzuku kama ikipatikana. Kutokana na masuala yameka ruzuku. Na maana unatakiwa ufanye vizuri, upate wabunge na upate wawakilishi, upate ruzuku. Upate kura nyingi kwenye urais na mambo mengine yatafuata baada ya hapo. Hiyo sio sheria, ni mtazamo. Mimi naona kuna vyama vingine vinafanya tu harakati zake, lakini vina kama ulivyosema, wengine wanapata hela huku na kule, wengine wanachangishana tone tunasikia huko. Wanakwenda. Lakini sijasikia wakilima. Chama cha siasa kilima kweli? Ndio sasa unasikia leo. Yaani umeona sasa? Hiyo imetoa wapi duniani hiyo? Vyanzo vya mapato vya chama chetu unakijua. Kwenye katiba kuna vyanzo vya mapato. Miongoni mwa vyanzo vya mapato, kamati kuu imepewa mamlaka ya kuanzisha chanzo chochote halali cha mapato. Sisi kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo tunarudi kule wa Tanzania tusomi katiba. Amsomi. Yaani hapa sasa hizi mngekuwa mnapiga maswali ya kwenye kamati kuu. Kama waandishi chimbeni bwana. Kwa NLD imekwenda kulima sasa. NLD inakwenda kulima mashamba ya mazao ya biashara kwa ajili ya kupata fedha ya kuendeshea chama. Bwana Doyo, embu nikuulize, kwa wewe unaangalia vipi hali ya kidemokrasia Tanzania kwa miaka hii 10? Kwa sababu ukiangalia baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kumetokea mabadiliko makubwa sana katika uwanda wa kidemokrasia hapa. Tuliona kwamba kuna kuminyamiana sana, tukaanza kuona harakati nyingi za wanasiasa wanapata changamoto za hapa na pale, kesi zinakuwa nyingi, wanakamatwa sana. Lakini tukaanza kuona vile vile kwa mara ya kwanza baada ya bunge letu kupata wabunge wengi wa upinzani, kihistoria kabisa. Zaidi ya wabunge 80 waliingia kutoka vyama vya upinzani mwaka 2015. Tukaanza kuona wabunge wanaondolewa wengine kwa namna ambayo haieleweki, mara huyu tukatolewa, mara huyu kafukuzwa. Yaani tukaanza kuona uwanja kama demokrasia inaweza kuminywa, kiasi kwamba tukaanza kuona nguvu ya upinzani inaanza kupungua. Hata uchaguzi wa mwaka 2020 ulikuwa ni uchaguzi ambao ulizungumzwa sana. Yaani kwa jinsi ambavyo ulivyoendeshwa na vitu kama hivyo, wengi walalamika kwamba hatukuona demokrasia ambayo tumeizoea. Na baada ya hapo tukaona kidogo kama kuna kulegea, lakini hata kulegea uchaguzi wa 2025 tukaanza kuona tena harakati za mambo mengine mengi yakaanza kuwa mengi. Sijui kwa mtazamo wako wewe, unaona demokrasia hii inakuwa au inadumaa au inasinyaa au imedumaa? Swali zuri. Unajua kila mtu ana mtazamo katika jambo ambalo analifuatilia. Sisi tulioanza mageuzi mwanzo tulianza kwa kupigwa mabomu miaka ya 92, 93 ile vyama vinaanza harakati zake. Mabomu yalipigwa sana. Lakini tumepambana mpaka mwaka 2001 kama mnafuatia tulipokuwa kafu. Profesa Lipumba alipigwa pale Mbagala za Kiemu akavunjwa mkono. Kama mnafuatilia. Nafuatilia tunakumbuka wakati kafu kweli. Ngangari kweli. Yaani kafu actually ilikuwa ndio ya pili. Kwa hiyo tumefika hatua mpaka watu wakati wa Mkapa wa Tanzania kwa mara ya kwanza kafu yenyewe imekufa sawa baada ya 2015. Huwezi kusema imekufa. Siwezi kuingia. Kwa kafu unayejua wewe na kafu ya sasa hivi ni kama mtu ambaye yuko ICU. Siwezi kuingia kwenye huo ugomvi. Ni kweli kwa sababu huwezi kuiongelea. Mwaka ule watu wakafa zaidi. Tume ya Hashim Mbita ilitoa taarifa rasmi kwamba watu zaidi ya 70 wameuawa kule Zanzibar. Na watu 1700 wako magerezani kwa ile ngangari ilipokuwa inatokea. Na hata Mkapa wakati anazindua kitabu chake alielezea miongoni mwa mambo ambayo yamemtia doa ni mauaji ya mwaka 2001 kule Zanzibar. Hii yote ilikuwa tunadai mabadiliko, na kipindi kile madai ni haya. Kama unakumbuka wakati tunaingia kwenye maandamano ya Januari 27 tulikuwa tunadai mambo matatu tulipokuwa kafu. Nazungumzia tulipokuwa kafu kwa sababu umeuliza swali la demokrasia. Kwa mtazamo wako ukoje? Tulikuwa tunadai katiba, uchaguzi urejewe Zanzibar na matokeo ya urais wa Zanzibar yafutwe. Lakini la kwanza lilikuwa ni katiba. Mwaka 2001 baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 tulipokuwa kafu tukaona uchaguzi umechezewa. Kwa hiyo mtazamo wangu, nafuu
ya siasa Tanzania katika ukuaji wa demokrasia, mimi naona tunapata nafuu, kwa sababu kipindi kile hata kwenye kampeni unaweza ukazuiwa jukwani, naambiwa muda umeisha, shuka. Lakini kampeni tulizofanya sisi mwaka huu tumemaliza bila kupata ghasia. Kwa muktadha wa siasa ya hiyo ya majukwani, sisi tumepiga hatua. Hizi zinazotokea mara huyu kahama chama, tumeona hapa wakati wa marehemu Magufuli, mtu anatoka na ubunge wake chama chake na anakwenda kupewa ubunge chama cha CCM, kama mnakumbuka pia hizo. Maana yake haiwezi kuingia akilini mtu anatoka kwenye ubunge chama A anakwenda kuingia kwenye ubunge chama X. Haya yote ni katika ule muktadha wa kuhakikisha kwamba hizi siasa zina mambo yake. Haya mambo mengine ya siasa hayamaanishi kwamba demokrasia haikui. Na demokrasia unaitazama wewe kwa mtazamo wako. Mfano, sisi leo tuko kwenye kikao, jana tuko kwenye kikao. Hii ni sehemu ya demokrasia katika nchi. Na wiki hii zaidi ya vyama 6 vimefanya vikao vya kamati kuu. Chadema alikuwa Kigoma, ACT walikuwa Dar es Salaam, Chauma alikuwa Dar es Salaam, NLD walikuwa Dar es Salaam, CCM walikuwa Dodoma kama sikosei. Hii ni demokrasia. Yaani mikutano ya ndani ya chama ni demokrasia. Umeona sasa, yaani kutimiza wajibu wako kikatiba. Yaani vikao vya chama ni kwa mujibu wa katiba ya chama. Yaani hiyo ni demokrasia. Demokrasia ya chama, demokrasia kwa ujumla. Mimi demokrasia ya nchi. Mimi najibu kwa mtazamo ninavyoitazama demokrasia. Sitazame katika vile unavyotazama wewe. Na umeniuliza kwa maoni yako, bahati nzuri. Sasa maoni yangu ni haya ambayo nateremka nayo, kwamba zaidi ya vyama 6 wiki hii vinafanya vikao vya kamati kuu vya vyama. Hiyo ni demokrasia. Kwa sababu vilikuwa vinazuiwa kufanya mkutano wake wa ndani. Kwani hujaona wewe Magufuli wakati ni rais wa nchi na mwenyekiti wa CCM, hakuna kikao cha ndani kilifanyika? Wewe unasema demokrasia inakuwa. Ngoja, sasa nimekuambia, umesema kwa sasa. Mimi nimetoa mfano kuanzia mwaka 2015. Umeanza kutoa mfano? Nasema kuanzia mwaka 2015. Hizo ni ups down kwenye life. Kuna wakati vinapanda, kuna wakati vinashuka. Huwezi ukavifanyia majumuisho. Hata maisha yako binafsi yalivyo nyuma mpaka sasa, hapa katikati unaweza ukasema umefeli, lakini umefanikiwa. Katika huko kufeli watoto wamemaliza shule. Katika huko kufeli mnavaa, mnaishi. Sasa huwezi kufanya majumuisho ya jumla kwamba umechoka jumla. Ndio maana yangu mimi. Nyie mmesema mdai katiba mpya tangia mwaka 2001. Ndio. Katiba mpya imepatikana mwaka 2026. Umeona sasa. Sasa hizi ni ajenda endelevu. Miaka mingapi? 30? Ni ajenda endelevu. Miaka 30 katiba mpya. Wakati kafu watu wanauawa Zanzibar, dai la kwanza lilipo katika madai ya maandamano ya Januari 27 ni katiba. Imepatikana? Haijapatikana. Demokrasia inakuwa. Si tuna struggle, yani demokrasia si mapambano. Demokrasia sio chai unaoletewa hapa ukimaliza kipindi. Mapambano aina gani, ya silaha au ya nini? Mapambano ya hoja tu. Unajua siasa mpaka inakuja, msingi wake mkubwa ni hoja mezani. Kwa sababu hata mkidundana, ili ugomvi uishe lazima mkutane mezani. Sisi tumechagua kuzungumza. Wanaotaka kufanya vurugu wako mitandaoni, na sisi hatujibu mwanasiasa. Tunawaomba wanachama wetu, mnisikize vizuri, na Watanzania, hizo chokochoko za hao watu ambao wanataka kutikisa utulivu, simsemi fujo, utulivu wa nchi, sisi tumetoa mwito wananchi wasiwafuate. Hilo kwanza mlifahamu. Hakuna mtu specific ambaye amejitokeza kwamba ataongoza hayo maandamano, ila wote tunaona kwenye mitandao. Lakini Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu, hata isiponyesha, lakini asili ya mawingu ni mvua. Tunaona watu wanazungumza, wanaweka sauti humu kwenye simu, na wanafanya vikao vya conference, wanarekodi, wanaweka, wanasema kwamba tarehe 7 sisi tutatoka. Sisi kama chama tunaambia wanachama wetu nchi nzima, hao tuliokuwa nao, msishiriki hili jambo. Lakini pia tukatoa mwito kwa Watanzania kwa kulinda utulivu wa nchi. Mimi sisemi kwa sababu ya kuvunja amani, utulivu ni asili. Kwa kulinda huu utulivu wa nchi, Watanzania wasijitokeze katika hayo maandamano ambayo yanaandaliwa na watu kwenye simu.